msikilizaji, mimi unaniita Christine Kambua na ndani ya Msumari Moto asubuhi ya leo ni kwamba sasa hivi siasa zimeanza kuchacha na mambo mengi sasa hivi yanafanyika. Tulimuona kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta akizungumza na akiweza kukosoa serikali hapa na pale, akisema kwamba kuna mambo tu, baadhi ya mambo ambayo hayajafanyika vile ambavyo inafaa, na kuna baadhi ya mambo ambayo yameweza kudorora tangu atoke kwenye kiti cha urais. Na tukamwona pia tukaona wandani wa rais wa sasa hivi William Samoei Ruto akisema kwamba wakisema kwamba rais hafai kuwa anazungumza hivyo, na wakawa mpaka wanatishia kuondoa zile benefits za rais mstaafu, wakisema kwamba anafaa jiondoe katika siasa na awache kuzungumza mambo mengi. Nikaona pia Rigathi Gachagua kinara wa DCP akisema kwamba anamtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa sababu akona uhuru wa kuzungumza yeye kama rais mstaafu. Mimi nauliza, ukiangalia hili swala lote ama ukiangalia haya maswala yote, unahisi kwamba rais wa zamani Uhuru Kenyatta akona haki ya kuzungumza na kusema ama kukosoa pale ambapo anaona kidogo ni kama kumekoseka, ama anafaa jiondoe kabisa katika maswala ya siasa na akae kando, aweze kusubiri ama aweze kujiondoa na angalie kwa umbali? Mimi nataka kujua maoni yako wewe kama Mkenya. 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Levi moja. Niko hapa dada Christine, nimerudi. Yes, karibu. Nikiwa maeneo ya Busia Betai Peso, bado tunasikiza. So tukiingia kwenye Msumari Moto ndani niseme hivi. Ndio. Hatuwezi ondoa rais Uhuru Kenyatta nje, manake alimaliza mkula wake alafu tumkemee nje. Haiwezekani kabisa. Manake mimi kama Levi moja nataka niunge rais mkono, manake kama kuna vitu ambazo ziendi vizuri, ndio she has a right kusema ya kwamba hapa bado haiendi vizuri pia. Manake unajua hao watu wako pamoja, wanakaa meza moja. Yeye tuseme kwa mfano yeye na Gachagua ama mtu wote tu pale, hao watu si wanakaa pamoja, ni mandugu, wanashirikiana pamoja, unaona? So hata kama ni huenda Gachagua kuna tatizo fulani, anaweza consult either rais Uhuru Kenyatta aseme ya kwamba ndugu wangu kuja unisaidie hapa kidogo. Ndiyo. Kama ni prezo anaweza muita pale wakaketi kwa meza na wakasemezana, unaona? Okay. So huyu rais hapo sawa, alafu ambia Joshua Rwaka. Tuko kimoja siku zote pale, nilimsauza zile, lakini mwambie tuko naye pamoja hadi tamati. Alright, sawa sawa, asante sana. Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Yes, good morning. Huyo ni Mudhara kutoka Ligoni. Karibu sana. Mbona rais anafaa kuwashauri hao wengine, maana hata ni Mkenya? Ndio. Na mzee akiona vijana wake wakipotea mpaka awaelekeze. Sio makosa, hajafanya makosa. Alright, sawa sawa. Nasema kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni Mkenya na ana haki tu ya kuwakosoa wadogo wake iwapo anaona kuna mambo yanakoseka. Radio Maisha, hello. Vipi Kasiro? Mambo fresh, vipi? Ni super sababu wa Matineli hapa kutoka Kasarani. Karibu sana. Na siasa ni yani tu venye tu wamebadilisha location. Hello. Nasema wanasiasa wanapanga kama nyani tu, ile kubadilisha tu kichapa ndio wamebadilisha. Hao wanasiasa wanapanga pamoja tu, wanapienjo nyingi kama Wakenya, alafu tuone wala. Okay. Pamoja. Okay, sawa sawa. Edu. Hello, vipi? Mambo fresh, vipi? Salama. Karibu. Nasemaje? Yes. Sasa kama Uhuru mwenyewe ndio Mkenya halisi, sasa itakuwaje aone mambo inaenda vibaya, yeye mwenyewe aendelee tu kunyamaza? Si mpaka lazima aseme hii kitu ni mbaya, hii ni mbaya. Okay. Sawa sawa. Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Yes, mambo vipi?
Fiti sana Jomba kutoka Ongwaro. Karibu. Napongeza kipindi. Asante. Endelea hivyo. Alright, sawa sawa, asante sana. Joel Kibet. Kambua. Yes. Ametoweka. Morris KE. Mambo vipi? Mambo freshi, karibu sana. Niko ndani hapa. So mimi hapo nilikuwa nasema hivi. Mbona mimi kitu kwanza, kazi ya rais mstaafu kwanza, kitu najua ndio inahusikana na siasa. Okay. Sasa mbona tu akomesheti sana siasa, achane nayo. Ile yeye mwenyewe bado tu ako na ile akili timamu ya kuongelea hiyo siasa. Hata kama anaongea vibaya huko upande mwingine, ndio wao wamsikize tu na waachane naye. Si lazima eti wamwambie aachane na siasa, mambo yeye ni rais mstaafu, sasa atulie. Mimi naona ni kama wao mwache tu aongee yake. Pia yeye ni Mkenya tu mwenye anaweza ongea. Yeye na mimi sisi wote ni Wakenya. So mimi pia huko nikiongea yangu, pia yeye tu aongea yake huko. Alright. Kama hapo kuna shida na tuko mbele pamoja. Kwa mpigo tena zaidi. Mluya wa Webuye. Tasirio. Yes, good morning. Mambo? Niko poa, uko aje? Niko fiti sana bwana. Habari ya highway hiyo wema? Huko kuko salama kabisa. Hata mimi niko fiti. Ndio. Ametoweka pale. Fresha mambo. Inakuaje Kambua? Mambo fresh, uko aje? Niko vizuri. Ndio, karibu. Nikizungumzia mambo na rais mstaafu aliyekuwa rais. Ndio. Nisema aje? Ndio. Unajua katiba yenyewe inasema Mkenya yeyote ana right ya kuongea ama kuexpress. Ndio. Their feelings. Unaona? Kama katiba yenyewe inasema mtu anaweza ongea chenye anahisi, si ndio? Ndio. Uhuru Kenyatta rais mstaafu si ni Mkenya? Kama ni Mkenya, si aongee. Kama angekuwa Mkenya ama ni Mtanzania, hapo ni sawa. Yeah. Katiba yao ni tofauti na yetu ya Kenya. Lakini katiba ya hapa Kenya inaturuhusu kwamba mtu ache express venye anajua, aongee maneno yake. Ndio. Alright. Rais mstaafu wako tu sawa. Tuko mbele pamoja. Asante sana. Eric. Katiro. Yes, vipi? Poa sana, umedunda LD. Karibu. Ndio nimetoka sherehe. Ni mbaya. Ala, tena? Kwa hiyo tatu bado. Kama ngoma. Na kwani leo haukuwa job? Niko ndio nimeingia leo hata karibu ya diputa. Aya. Ni kama ulikuwa uko loaded wewe. Nilikuwa loaded sana lakini niko sawa. Okay, sawa, karibu. Sasa unajua huyu wenyewe? Ndio. Sasa tumuiti Uhuru sasa tunamuita Jaden. Unaona watu wengi wanamuita watoto Jaden. You know Uhuru is a very wise man. Hata ungemtusi alikuwa anasema watu wanitusi tu, wako na uhuru, ni uhuru wao wa kuongea, wacha waongee, watatusi, baadaye wataenda watalala. Lakini huyu mtu akiongea kidogo anasema aje ati wengine wanalala, kwa nini wanaharibu? Rais hafai kuongea, unajua? Ndio. Kitu mfanya Uhuru akosoe hii serikali, wamejaa kiburi mingi. Na wanaendesha tu hii nchi venye wanataka. Uhuru is a wise man. Hata kama wanasema huyu waliiba hakufanya maendeleo, hata hii William anafanya maendeleo ni mkopo tu, sio tindi pesa yake ametoka kwa mfuko. So Uhuru aliendesha nchi akiwa wise man. So ndio maana akiongea lazima aongee. Na mimi hata nilipenda William Jaden. Sasa wenye Jaden alienda nyumbani, mimi nilienda na yeye, na Uhuru ako sawa. Kwa nini? Alright, sawa, ni maoni yake. Radio Maisha, hello. Hello. Nani kutoka wapi? Ni Brian kutoka Kisumu. Karibu sana. Mimi nikipenda kusema hivi. Ndio. Rais Uhuru ako sawa kuchangia mtaja yote kwa hii Kenya, yeye ni Mkenya. Juu ukisema mpatilie huku na huku, hiyo si vizuri. Lazima tu aongee, haimtoke juu ya kesho hatujui. Okay, sawa. Danny Boy. Good morning Kapua. Good morning. How are you? I'm fine mama, kwaje? Niko fiti kabisa, nashukuru. Hadi mimi niko fresh. Sasa mimi nasemaje Kapua? Kwanza watu waheshimu huyu rais. Okay.
Unajua hao ndio huwa wanachokoza Rais Kenyatta. Na yeye ako na ruhusa na uwezo wa kuongea kama Mkenya. Okay. Kustaafu haimaanishi ati sasa mtu ametoka kwa siasa astahili kuongelea siasa. Wamwache tu yaongee yake. Kila mtu aruhusiwe kuongea yake Kambua. Isikue hii mambo ya kurushiana cheche za neno hii. Okay, sawa sawa. Robert. Kambua. Yes. Uko fiti? Niko fiti. Wewe uko aje? Niko fantastic kabisa. Karibu sana. Nashukuru. Ndio. President wetu Uhuru ako na chama na chama yake ni Jubilee. Okay. Sasa kama uko na chama, ndio, hakuna venye hautaongea about kuhusu siasa, sababu hicho chama ni chama cha siasa. Ndio. Kambua, kama wewe mwenyewe unajijua unafanyia watu vizuri, hautakuwa na muda wa kusikiza makelele au wengine, ni wewe utafocus na kenye unakifanya. Ndio. Lakini kama Kambua wewe unajua haufanyii watu vizuri, utafocus kwa wale wenye wanakukosoa. Sasa unajiona ni kana kwamba uko guilty kila wakati, ni kama hafanyi vizuri. Sasa mimi naweza nikasema achane na Uhuru, ako na chama yake, ana haki ya kuchangia kwa niaba chama yake na kuelekeza watu wake ya chama. Sasa mimi kwa mbona niko na chama, sasa ni nyamaze, sio chama itakufa. Ni kweli. Alright, asante sana. Ruth. Tambua. Yes, habari ya asubuhi mami. Nzuri sana, habari ya studio. Huku kuko salama kabisa. Mimi niko mzima pia, mimi napiga kutoka Lodwa. Karibu sana. So mimi ningependa tu kuchangia pia. So President Uhuru, yeye ni president na ameretire. Ndio. So na alikuwa baba wa nchi hii. So ana uhuru ya kusema chochote. Okay. Lakini kile tu mimi nilikuwa nataka kusema ni kwamba yeye akiwa president na yeye aliretire, yeye atakani kuwa maybe analalia mahali. Yeye anatakana kuwa universal factor ya kuunganisha hao watu wote. Maana yeye anajua ya kwamba hii nchi ikiharibika, unajua wana Kenya wote wataumia. Okay. Pia tu upande mwingine ndio itaumia na nyingine haitaumia. Ndio. So kile tu yeye alikuwa anatakana ni kwamba yeye asimame tu, alete hao watu wote pamoja, au aongeleshe ya kwamba amwache utofauti. Maana mkiwa na utofauti hii nchi itaharibika na hii nchi itaumia. So sasa nyinyi mkuje tu pamoja muongee, hata kama kuna utofauti yenu, aone tu bila ataleta hao watu wote pamoja. So mimi sioni vibaya. Na hao watu wote waheshimu pia Uhuru ya kwamba yeye ni aliretire na anatakana kupewa heshima zake. So hiyo tu ndio mimi nilikuwa nataka kusema. Okay, sawa sawa. Asante sana. Ngeno. Kambua. Yes, good morning. Morning to you, how are you? I'm good. Karibu sana. Asante, sipo poa huku ndani ya. Ndio. Aya, Ngeno ni kama network yako kidogo imetatiza. Gracie. Wenda ya dama. Nesa. Leo nimeshikana. Karibu sana. Finally. Mimi nasema hivi. Yes. Kila Mkenya ana uhuru wa kutoa maoni yake kwa siasa. Bradi si matusi. Okay. Thank you. Asante sana Gracie. Radio Maisha, hello. Kambua. Yes. Wewe Museo. Ni Museo. Wewe uko aje? Mimi niko poa. Karibu sana. Asante, ni Dominic Mudama, niko Kitanga na chako. Alright, karibu Domi. Asante, wacha niseme Kambua. Uhuru ni rais mstaafu, hiyo tukatiliwa mstaafu. Okay. Na kama mstaafu, aje amea nyingine. Ni Mkenya mwenzetu. Okay. Na ako na haki kama raia mwingine wa Kenya kutoa maoni yake. Mali anaona imeenda kombo. Ndio. Ako na haki ya kukosoa, sio atia. Okay. Na sikizo nasema marufuku itakatwa. Okay. Walikuwa ndio. Nasema hiyo sio sawa, ako na haki. Na sikizo kama Mkenya.
Alright, sawa sawa. Asante kabisa. Asante sana Dominic. Kwenye SMS line yangu kuna mtu anasema anafaa maana kuna ujuzi fulani na unajua kuwa they say jungu kuu halikosi ukoko. Kuna mwingine anasema hey ni Lena kutoka Thika, Uhuru ako na right ya kuwapa mawaidha. Kuna mtu anasema Mom Happiness, yes, rais mstaafu ana huru kabisa kwa kuwa kila jambo ambalo linaenda kombo lazima arekebishe. Wewe unasemaje? Maoni yako ni gani? Kuna mtu anasema hello Radio Maisha, rais mstaafu ana uhuru wa kuongea kama Mkenya yeyote. Kwa kweli Kambua, kama nchi haiendi vizuri ukweli usemwe. Alex Tuma kutoka Mulunguni, eneo bunge la Kinango. Kuna mtu anasema Uhuru Kenyatta lazima aseme kitu. Kuna mwingine anasema Devi kutoka Malindi, napongeza kipindi, asante. Kuna mtu anasema hello Kambua, ni Chris kutoka Turkana. Uhuru ako na right ya kuzungumza kuzungumza yote kwa sababu yeye ni Mkenya. Maisha tuko mbele pamoja. Kuna wacha nishike simu 2-3 za mwisho. Philip. Yes. Mambo vipi? Poa sana Kambua. Karibu sana. Mimi nasema kwa mjadala. Yes. Ni haki ya Uhuru kuunga pale. Wote wanataka mkono. Nisikie pia watu wa UDA akisema sisi kama kuna kitu mtu alichukua Uhuru arudishie, mbona hajasikia kama alirudishia ile kondoa alichukuliwa na ukora. Na sasa pia wanamlamu Uhuru wa kutumia pesa yake. Mbona wao wasemi ile pesa ambayo wanaita watu Ikulu kumpatia 10,000, mbona wajasema ile pesa za umma? Na mtu hapo kwa mamlaka. Unajua sasa mtu akiwa haina mamlaka haina haja kuambiwa ati haina haja ile ya kutumia pesa yake, lakini ukiwa mamlaka una haja ya kushirikishwa kwa sababu kwa mamlaka unaweza kutumia mali ya umma vibaya. Ruto anamuita watu kila siku state house wa UDA kumpatia pesa, lakini sasa hatujalalamika na hiyo. Mbona kuna uchungu Uhuru wa kutumia pesa yake hapo na Uhuru na wanyamaza kabisa, wacha Uhuru afanye kazi yake. Alright, huyo ni Philip. Dan. Kambua. Yes, good morning. Morning too. Karibu sana. Kambua, mimi nafikiri Uhuru ni Mkenya. Ndiyo, ni Mkenya. Na hata pia naona pia yeye pia ako na hisia tu kama watu wengine. Okay. Ana tu uhuru pia yeye kutaka kuamua ndio aunge mkono upande gani. Sasa yeye akiongea siasa imaanishe kwamba sasa yeye atajie kuongea sababu alistaafu. Sababu kama mtu tu mwenye hawezi kuongea ni mtu alikufa yuko duniani. Okay. Lakini mtu ana tu nguvu, anatembea tu, pia anaweza kuonyeshana watu ndio watu waje tu wamwajie pia naye afanye kampeni. Sababu najua saa hizi ingekuwa tunafanya kwamba anaunga serikali yenye tuko nayo hii. Angeongea chochote kwa kile kwa upinzani, hawangekuwa wanaongea chochote. Pia nao wangefurahia tu sababu anawapigia tete. Lakini sababu hawaungi ndio unapata kwamba cheki za maneno zinaanza kurushwa. So waachane nafasi pia Uhuru ni kazi alifanya na anaendelea kuona wengine wapi anaweza wasimamisha wenzake wafanye kazi. Sisi kumwambia ati akome vitu gani? Yaani katiba inakwambia ukiwa rais unakoma uwezi ongea. Hiyo ndio kitu wanaanza kutuonyesha na hatupendi kitu kama hiyo. Waachane. Alright, sawa sawa. Huyo ni Dan. Hebu nishike simu 2 za mwisho hapa. Radio Maisha, hello. Good afternoon. Kambua, good morning. Good morning. Ushafika afternoon. Karibu. Naona time imesonga. Dakika 7 tu zimesalia tufike afternoon. Hapa nimefinya simu kufinya. Karibu sana. Finally uko ndani. Nashukuru sana. Ni Boniface Mutua. Alright, karibu. KDD 081R. Sasa namba yangu Kambua kwanza. Umesema ni okay. Producer. Boniface Mutua. Boniface Mutua, ingie ndani tafadhali. Alright. Kwa mjadala Kambua anasema hivi. Yes. Kwa sasa Mkenya amerefuka. Okay. Tunajua serikali lamia kwa sababu Mkenya anajua ukweli ya kwamba hakuna kazi wamefanya na wanasingizia ya kwamba wamefanya kazi. Okay. So Mkenya aachwe na Uhuru aachwe ni Mkenya. Okay. Nashukuru sana Kambua. Asante sana Mutua. Anasema kwamba Mkenya na Uhuru, kwa hivyo Mkenya aachwe na Uhuru ni Mkenya. Radio Maisha, hello. Kambua. Yes.
kidogo tu nifungie nje, nimejaribu sana, ni labda ni mkavo huyo Bohayo. Aki na wewe ndio wa mwisho. Imagine. Sasa mimi nasema hivi. Yes. Unajua Kenya saa hii ama dunia saa hii? Ndio. Heri kila mtu akujue tu wewe ni mlezi ama wewe ni Mkristo. Okay. Unajua kuna haja mtu anajiweka wewe ni Mkristo, watu wakupenda ama watu wakufanya vitu zenye zinaandamana na wewe na wewe uko tu hapo kuwasinya. Unajua kama huyu Uhunye tulimpenda. Okay. Na Uhunye alifanya kazi yake, sisi tulimjua kama venye tulimjua. Alright. Na alitutetea sana. Sasa jamaa ya tulie, Uhunye akae tu na sisi na atusaidie venye anaweza. Alright, sawa sawa. Asante. Uhunye ako tu na right kama Mkenya kuchangia kila kona. Alright. Sawa sawa. Asante sana msikilizaji, kwa simu yake utaniruhusu nikomee hapo ndani ya Msumari Moto. Na kama Wakenya wengi walivyosema ni kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni Mkenya kama Mkenya mwingine. Na katiba tu inamzuia Rais mstaafu kujihusisha na siasa katika ile miezi 6 ya kwanza. Na tunajua kwamba miezi 6 ya kwanza ilishaisha. Bora hajatumia maneno mabaya, bora haja-attack mtu. Kwa hivyo jamani, nahisi kwamba kama Mkenya mwingine tu ana uhuru wa kuzungumza na kuweza kutoa maoni yake na hisia zake kama Mkenya. Na hii story ya kwamba hata hizo benefits zake zinaweza kutolewa, ndio kusema kweli zinaweza kutolewa, lakini ikiwa atapatikana na sababu yoyote kwa nini benefits zake zinafaa kutolewa, na zinaweza ondolewa pale bungeni, ila kwa sasa sijui kama kuna sababu yoyote ambayo inaruhusu benefits za Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuweza kuondolewa. Ndio siasa, na sasa hivi siasa zimeanza kushika kasi, mambo mengi yanafanyika, ila wewe Mkenya nikwambie kwamba siasa usiweke rohoni. Chagua tu yule kiongozi ambaye unahisi kwamba anakufaa, hayo mengine yaache, kwa sababu siasa tunajua mambo mengi huwa yanafanyika. Nitakuacha na hilo ndani ya Msumari Moto msikilizaji, ni Starabika ndani ya Radio Maisha, radio zaidi ya radio.